kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa salama na umesalimika, hauna budi kufungamana na kusema ukweli. Hii ndiyo njia pekee inayoweza wewe kukufikisha mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili hali ukiwa umeridhiwa katika matendo yako. Na haya ninayosema tutayaona katika ayati ambazo tulizozitamka ama tulizozisoma hapa mbele yenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea uzuri wa kufungamana, uzuri wa kuambatana, uzuri wa wewe kuwa ni mkweli katika ulimi wako, uzuri wa kutamka maneno ambayo ni bora, maneno ya haki, maneno ya ukweli. Na nyinyi mtakumbuka moja katika sifa za mu'min, kwanza ni awe mkweli katika matendo yake na awe mkweli katika maneno yake. Hii ni moja katika sifa za mu'min. Mu'min lazima ajipambe na sifa ya kuwa mkweli katika kauli zake, na kauli zake zitafsiri mienendo na matendo yake ya kila siku. Hii ni njia ya mafanikio. Ukitaka kuendelea kubaki kuwa salama katika mgongo huu wa ardhi na kuenda kuwa salama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima ukubali kulivaa vazi hili la ukweli. Mkweli katika kauli zako, mkweli katika maneno yako, mkweli hata katika matendo yako na harakati zako. Wewe ni imamu, kuwa mkweli katika uimamu wako. Wewe ni mfanyabiashara, kuwa mkweli katika biashara zako. Wewe pengine kazi yako ni dereva, kuwa mkweli katika udereva wako. Wewe unapaswa kuwa mkweli katika kila hatua unayoipiga ya maisha. Kila nyanja unapokuwepo unapaswa kuwa mkweli. Unapaswa kutoa kauli za ukweli, kauli za haki. Hivyo ndivyo ambavyo Uislamu unavyotufundisha. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya tuliyoisoma anasema hivi: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Mungu anazungumza kwanza na waumini, anazungumza na wale wenye imani za kweli katika nyoyo zao. Hazungumzi na Waislamu wote kwa ujumla, bali ni Waislamu na wamefika katika daraja ya kuwa kwamba wao ni waumini. Anawaambia hivi: ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa kunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na wale ambao ni wenye kusema kweli, ama kuweni pamoja na wale ambao ni wa kweli. Watukufu wa Kiislamu, jambo hili tunalichukulia kawaida sana, tunalichukulia kwa wepesi mno. Yaani mtu haoni aibu, haoni kama anapata hasara, wala hajisikii vibaya kipindi ambapo anapodanganya watu. Na Mtume kaweka angalizo, tena akamuingiza mtu huyu mwenye kusema uongo ni miongoni mwa watu ambao ni wanafiki. Ayatul munafiq thalatha, kwamba alama za mtu mnafiki ni tatu. Moja katika alama hizo, moja katika hizo alama tatu za kukujulisha, za kukutambulisha kwamba wewe ni mnafiki, ni pindi ambapo idha hadatha kadhaba, anapozungumza basi husema uongo. Ukisema uongo umeingia katika unafiki.
na Mtume anasema mimi wala siwaogopei sana nyinyi makafiri, badala yake nawaogopea nyinyi waumini kuwa na wanafiki ndani yake, kwamba anatoa maneno huku na anapeleka maneno kule. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatoa angalizo hilo kwamba tujipande na sifa ya ukweli, na ndio tukasema mwanzo alama ya muumini kwanza ni kuwa mkweli katika maneno yake, kuwa mkweli katika matendo yake. Utaona Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwanzo kabisa, hata kabla hajapewa utume, hata kabla yeye hajarasmishwa kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ingawaje tayari alikuwa ni mtume, na mwenyewe asema ya kwamba kuntu nabiyan wa adama baina almai wat-tin, nilikuwa mimi ni mtume kipindi ambapo hakuna kiumbe chochote katika ulimwengu. Nilikuwa mimi ni mtume na Adamu akiwa ni baina ya maji na udongo. Mimi nilikuwa ni mtume, lakini alikuwa bado hajarasmishwa kwamba sasa kuanzia leo wewe umepewa ofisi ya kwamba sasa ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kama vile alikuwa tayari ameteuliwa, lakini bado hajapewa sehemu ya kufanyia kazi, mpaka ilipofika ile tarehe 27 ya mwezi mtukufu wa Rajabul Murajjab, ndipo alipotumilizwa na akapewa utume rasmi. Sasa anza kufanya kazi ya utume. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye kama mwalimu mzuri, yeye kama kiongozi mzuri, yeye kama kioo chetu cha kujitizama katika matendo yetu, kabla ya yote alikuwa na sifa hii ya ukweli, bali alikuwa ndio mtu pekee aliyekuwa akiaminika katika jamii ile. Na nyinyi mtakubaliana na mimi ya kwamba alikuwa akiitwa kwamba ni Sadiqul Amin, ni mkweli halafu ni mwaminifu. Hapo ni kabla hata hajatumilizwa na kurasmishiwa utume wake. Alikuwa na sifa hii ya kwamba ni Sadiqul Amin, ni mkweli. Si mkweli katika maneno yake peke yake, si mkweli tu katika kauli zake, badala yake alikuwa mkweli katika maneno yake na alikuwa ni mkweli katika vitendo vyake. Yaani maneno yake yakatafsiri vitendo vyake. Kwa hiyo tukaanzia pale kumuiga Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sifa hii ya kujipamba na kuwa katika watu ambao ni wa kweli. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ambao mmejawa na kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullah, muogopeni Mungu, wa kunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na wale wenye kusema ukweli. Watukufu wa Kiislamu, unaweza ukajiuliza kwamba hao wenye kusema ukweli, hao ambao ni wa kweli ni akina nani? Unaweza ukajiuliza swali hili kwamba ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia tufungamane na wale ambao ni wa kweli. Sasa wa kweli hao ni akina nani? Aya mbalimbali zimetafsiri hao wa kweli ni akina nani, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam vile vile akatafsiri kwamba hao wa kweli haswa ni akina nani. Moja katika aya inayopatikana katika suratul Baqara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi:
laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib, sio wema nyinyi kuelekeza nyuso zenu upande wa mashariki na upande wa magharibi. Walakin albirra, lakini wema, man amana billahi wal yawmil akhir, ni yule ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akaamini siku ya mwisho. Wal malaikati wal kitab, na akaamini malaika na akaamini kitabu. Si tu akaamini Qur'ani peke yake, ingawaje ndicho kinachokusudiwa, bali akaamini vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vilivyoshushwa. Kisha anaendelea anasema, wanabiyin, na akaamini vile vile mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, kuanzia kwa Nabiyullahi Adam alayhi salam ila nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Kisha Mungu anaendelea anasema, wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba, bali akatoa mali zake kwa kuzipenda kwake kuwapa wale ambao ni watu wa karibu yake. Kisha anaendelea akisema, waliyatama, na akatoa mali hizo hizo kuwapa mayatima, wal masakin, na kuwapa maskini, wabni sabil, na wasafiri walioharibikiwa na safari, wasailina, na wale ambao wenye kuomba, wafirriqab, na wale ambao ni watumwa. Si hivyo tu, anasema wa aqama salata wa ata zakat, bali akasimamisha swala na akatoa nini? Akatoa zaka. Walmufuna biahdihim idha ahadu, bali na wakatekeleza ahadi, wale wenye kutekeleza ahadi kipindi ambapo wanapoahidi. Tulikuwa tukizungumzia hapa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikiwatambulisha wanafiki ni akina nani. Tukasema moja katika alama ya mtu mnafiki ni pindi anapozungumza anasema uongo. Lakini alama nyingine anaipata hapa katika aya hii ni kwamba ni pindi anapoahidi hatekelezi. Wa idha wa'ada akhlafa, katika ile hadithi kisema, na pindi anapoahidi atekelezi. Mtu wa namna hiyo anaingia katika zile alama za mtu ambaye ni nani? Ni mnafiki. Sasa anasema hivi, walmufuna biahdihim idha ahadu, na wanatekeleza ahadi zao pindi wanapoahidi. Wasabirin, bali na wenye kusubiri. Wa fil ba'sa'i wadh-dharra'i, na wanasubiri katika hali ya dhiki na hali ya matatizo mbalimbali. Wa hina al-ba's, bali wanasubiri hata katika ule wakati wa vita, kama ambavyo walivyokuwa wale maswahaba wa al-Imam al-Husaini alayhi salam, ambao mwenyewe anasema ma ra'aytu ashaban awfa bi'ahdi min ashabi, sikupata kuona maswahaba watekelezaji wa ahadi kama hawa maswahaba wangu. Maneno ya al-Imam al-Husaini alayhi salam. Kwa hivyo anasema wema ni kufungamana na sifa hizi. Sasa baada ya kuzungumzia sifa hizi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, anamaliza aya hii, ulaika alladhina sadaku, hao ndio ambao waliosema kweli, hao ndio ambao ni wa kweli, ambao wanatekeleza ahadi, ambao wenye kusaidia mayatima na maskini na wasafiri, ambao wanatoa zaka, hao ndio wa kweli. Ulaika alladhina sadaku, hao ndio wasema kweli. Wa ulaika humul muttaqun, na hao ndio ambao ni wacha Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Kiislamu,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anajaribu kuonyesha hao wa kweli ni akina nani, kama ambavyo aya ya mwanzo ilivyotuelekeza kwamba ni lazima kufungamana na watu ambao ni wa kweli. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na muwe pamoja na wa kweli. Kisha aya hii inakuja kutafsiri aya hiyo ambayo ilitangulia ikisema ya kwamba hao wa kweli ni katika hao ambao ni watekelezaji wa ahadi, ni katika wale wanaotoa mali zao kwa kuzipenda kwao, kuwasaidia wasiojiweza, na sifa nyingi ambazo zimetajwa katika aya hii. Hao ndio wa kweli. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatutaka tuwe katika watu ambao ni wa kweli, na akitafsiri aya hii wakunu ma'as sadiqin, na kuweni na wale ambao ni wasema kweli. Ibn Abbas anasema ya kwamba hao wa kweli waliokusudiwa katika aya hiyo ambayo tumeisoma, anasema ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na maimamu watukufu, kuanzia kwa al-Imamu Ali alayhi salam mpaka kwa al-Imamu al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Anatuelekeza hivyo Ibn Abbas ya kwamba hawa ndio wa kweli, ai kunu ma Ali ibn Abi Talib salawatullahi alayhi wa salamuhu alayhi. Anasema kuweni pamoja na al-Imamu Ali alayhi salam. Huyu ni katika waliokusudiwa katika aya hii. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inapokelewa hadithi kutoka kwake, anasema hivi: qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam lamma nazalatil aya, Mtume anasema iliposhuka aya hii, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuweni na wa kweli. Iltafati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ila ashabihi faqala, Mtume aliwageukia masahaba wake kisha akawaambia nini? Ataduruna fi man nazalat hadhihi al-aya, hivi mnafahamu aya hii imeshuka kwa ajili ya nani? Mnaijua sababu nuzul ya kushuka aya hii? Aya gani? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Mnajua imeshuka aya hii kwa ajili ya nani? Mtume anawauliza masahaba wake. Faqal Abu Dujana, akasema mmoja katika masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akifahamika kwa Abu Dujana, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kulluna minas sadiqin, sisi tuko miongoni mwa watu ambao ni wa kweli. Sisi ni maswahaba wako, sisi tunapigana na wewe kwa maana tuko pamoja na wewe, sisi sote tuko katika wa kweli. Kad amanna bika, tumekuamini, tunafanya kila kitu kwa ajili yako. Wasaddaqnak, bali tumekuswadikisha wewe Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala la, Bwana Mtume akasema la, hapana. Akasema hapana. Ya Abu Dujana, ewe Abu Dujana, hadhihi nazalati fi ibn ammi amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anasema aya hii, sababu nuzuli ya kushuka aya hii imeshuka kwa ajili ya mtoto wa baba yangu mdogo Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bwana Mtume
anajaribu kuonyesha ni nani ambaye ni mkweli na anayepaswa kufuatwa, anayepaswa watu wamrudie yeye, kiasi kwamba siku moja anamwambia anasema Bwana Mtume akiwaambia maswahaba ya kwamba mkimuona Ali ameshika njia fulani na mkawaona watu wengine wameshika njia nyingine, basi fuateni ile njia aliyoifuata Ali bin Abi Talib salawatullahi alayhi wa salamuhu alayhi, kwa sababu yeye yuko katika haki. Yaduru haithu dara, haki inazunguka sehemu ambapo Ali bin Abi Talib alayhi salam anapozunguka, haki inamfuata. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaelekeza kwamba hawa ndio watu ambao ni wa kweli na tunapaswa sisi kuwafuata, tunapaswa sisi kuwa pamoja nao katika maneno yetu, bali katika vitendo vyetu. Watukufu wa Kiislamu, jambo hili la ukweli ama la kusema ukweli ni katika nukta muhimu sana ambazo zinazoweza karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Linaweza kukusogeza karibu na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, linaweza kukusogeza karibu na jamii, bali hata na familia kwa ujumla kwa wakati mwingine. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema kuthibitisha kwamba Ali ni sehemu ya aya hii, ama aya hii ilishuka kwa ajili yake na kuonyesha kwamba yeye ndiyo mkweli zaidi baada yake. Anasema hivi, as-siddiquna thalatha, watu wa kweli katika mgongo huu wa ardhi ni watatu. Wa kwanza anasema Habibun Nujjar, mu'min Ali Yasin. Kisha wa Hizqilu mu'minu Ali Firaun wa Ali bin Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tizama, mimi na wewe tunaishi katika mazingira mazuri, mazingira ambayo hautakiwi kwa namna yoyote ile kusema uongo au kuwa pamoja na waongo. Lakini maalasaf shadid, kuna mtu amefungamana na watu waongo. Halafu tizama hao watu, muangalie kama huyu mu'min ambaye aliishi katika zama za Firaun laanatullahi alayhi, lakini bado alisimama katika msimamo wake ya kwamba yeye ni mkweli, kiasi kwamba Bwana Mtume anampigia mfano, anasema waumini wa kweli na wasema kweli ni hao watatu. Wa kwanza ni yule mu'min ambaye ameishi katika zama za Ali Yasin. Muumini wa pili ambaye ni mkweli katika dunia hii, anasema ya kwamba ni muumini aliyoishi katika zama za Firaun, pamoja na mazingira yale mabovu mabaya ya kimabavu, lakini bado alionyesha ya kwamba yeye ni mkweli katika maneno yake, katika vitendo vyake, na hata katika ibada zake. Na anasema mkweli mwingine ambaye ni afdhaluhum ni Ali bin Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuweni pamoja na wakweli. Uwe mkweli katika kila hatua unaipiga, katika kila nyanja unapokuwepo, katika kila position unaposimama, unapaswa kuwa mkweli. Huna sababu yoyote ile ya kusema uongo, huna sababu yoyote ile ya kufanya udanganyifu. Jambo hili aliishi katika maneno tu, linakwenda hata katika vitendo vyetu vya kila siku, kwamba je, si hata katika ibada zetu ni wa kweli?
Swala yako unaiswali katika hali ya ukweli? Funga yako unapoifunga unaifunga kwa ukweli? Zaka unapoitoa unatoa kwa ukweli? Sadaka unaitoa kwa ukweli? Au badala yake unatoa ili watu wengine wakuone kwamba wewe ni mtoaji? Haya ni katika mambo muhimu sana ya kuzingatia. Watukufu wa Kiislamu, kusema ukweli, kufungamana na vazi hili ni sifa muhimu sana. Bali kusema ukweli kuna athari nyingi sana ambazo zinaweza kuonekana katika mazingira ya kijamii, mazingira ya kifamilia, mazingira ya kila hatua ambayo unaipiga. Kusema ukweli kuna athari zake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naenda haraka nimalize hutuba yangu, anaonyesha athari za kusema ukweli. Moja katika aya anasema hivi: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Bado anazungumza na waumini, kwa sababu hawa ndio ambao wanaweza kuwa na sifa ya kwamba wao ni nini? Ni wa kweli. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa qulu qawlan sadida, na semeni maneno ya kweli. Sasa baada ya kusema maneno ya kweli, ukishasema hayo maneno ya kweli, nini kitokee? Mungu anasema hivi: yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Anasema baada ya wewe kufungamana na sifa hii ya ukweli, baada ya wewe kusema maneno ya kweli, yuslih lakum a'malakum, Mungu anakutengenezea ama anawatengenezeeni matendo yenu. Swala yako anaitengeneza. Ukijilazimisha kuwa na sifa ya kusema ukweli, Mungu anakutengenezea amali zako zote. Swala yako anaitengeneza. Inawezekana kwamba swala yako hujaiswali vile ambavyo inavyotakikana, lakini kwa sababu ya sifa ya ukweli na umeiswali swala ile kwa unyenyekevu, kwa ikhlas, hata kama itakuwa ina mapungufu, Mungu anaitengeneza swala ile. Ndo athari za kusema nini? Za kusema ukweli. Funga yako inawezekana ya kwamba ina mapungufu mbalimbali, lakini kwa sababu unajilazimisha na kusema ukweli, unajilazimisha wewe mwenyewe kuwa mkweli na kufungamana na wakweli, Mungu anaitengeneza ile funga yako. As-sawmu li wa ana ajizi bihi, funga ni ya kwangu na mimi ndiye ambaye naye toa malipo ya funga. Anaitengeneza ile funga yako. Inawezekana katika ibada zako mbalimbali zingine, pengine ni kusaidia watu, pengine ni mayatima, inawezekana kabisa kwamba kuna namna unakosea, lakini kutokana na sifa yako ya ukweli, Mungu anatengeneza yale matendo yako. Yuslih lakum a'malakum, baada ya kuwa ametengeneza matendo yenu kuwa mazuri, anasema wa yaghfir lakum dhunubakum, na anawasamehe madhambi yenu kutokana na ukweli wenu. Yani hata ikitokea umekosea, Mungu anakusamehe dhambi zako kwa sababu ya sifa ya nini? Ya ukweli. Tumewahi hapa kusoma siku moja ya kwamba mtu anaweza akawa amemkosea sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini siku akiamua kurejea kwa Mungu na akatubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale makosa yake Mungu anayegeuza kuwa ni nini? Kuwa ni thawabu. Faulaika yubaddilu Allahu sayyiati hasanati, Mungu anabadilisha yale makosa kuwa ni nini? Kuwa ni mambo mema. Sasa inawezekana kwamba unakosea, lakini kutokana na sifa hii umeivaa, wewe ni mkweli katika mambo yako, mkweli katika kauli zako, Mungu anatengeneza
yale mabaya uliyomkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye anayabadilisha na yanakuwa ni mambo mazuri. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamaliza aya hii akisema, wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, na yeyote atakayemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, basi huyu amefaulu kufaulu kuliko kukubwa. Watukufu wa Kiislamu, ya kuzungumza kuhusiana na kusema ukweli ni mengi sana, na ni mambo yote ambayo ni mazuri, ni mambo ambayo ya kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila muda tu haututoshi kuyazungumza mambo hayo yote. Lakini itoshe na tumalize kwa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Anasema, alaikum bisidq, ni juu yenu na ni lazima mfungamane na kusema ukweli. Fa inna sidqa, kwa hakika ya ukweli, yahdi ila albirri, kusema ukweli kuna kupelekea wewe kusema nini? Kuna kupelekea wewe kufanya mambo ya kheri. Wa mazala rajul, na hatoendelea mwanadamu, ayakuna sadiqan, kuwa mkweli, hatta yuktabu inda Allahi siddiqun, mpaka aandikwe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ni nani? Ni mkweli. Hatoendelea mtu kubaki katika ukweli mpaka Mungu atapiga muhuri katika moyo wake ya kwamba huyu ni mkweli. Kisha kinyume chake anasema, wa innal kadhiba, na kwa hakika ya uongo, yahdi ila alfujur, unakupelekea wewe kwenda kufanya nini? Kufanya mambo ya haramu, maovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na kwa hakika mambo mabaya sote tunafahamu yanampelekea mtu katika nini? Katika moto. Wa mazala ar-rajulu yakdhib hatta yuktabu inda Allahi kadhaban, na mtu hatoendelea kubaki katika uongo mpaka atapigwa muhuri ya kwamba yeye ni nani? Yeye ni muongo, na uongo wake unampeleka katika nini? Katika moto. Al-Imamu al-Hasan alayhi salam anasema, al-khaba'ith kullaha fil bait miftahuha al-kidhb, mabaya yote yanayotokea katika nyumba, pengine mifarakano mingi inayotokea katika nyumba, magomvi mengi yanayotokea katika nyumba, anasema ufunguo wa yale mabaya yote, lau ukiamua kuchunguza, utaona asili ya yale mabaya yote yale yalotokea, magomvi yote yalotokea, au kuharibika kwa malezi, pengine ni vijana, ni kwa sababu ya uongo katika hiyo nyumba. Haya ni maneno ya Imam al-Hasan, uongo. Mwisho kabisa namaliza, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yalfidh min qawlin illa ladayhi raqibun atid, mtu hatotamka isipokuwa kila anachokitamka yeye kinaandikwa. Ulitamka tu neno moja dogo tu, linaandikwa. Na ndio maana kwenye Qur'ani kuna kitu kimetumika, uffin, ile kusema tu kama ni mzazi umemkemea, dhambi zake ni nyingi sana. Na maulama wanasema lau kama kungekuwa na neno lingine dogo zaidi ya lile, Mungu angelitumia neno hilo. Lile ndio dogo zaidi. Sasa kule kutamka neno moja tu dogo, Mungu anaandika, ana malaika wake wale wawili, raqibun na atid, wanaandika ya kheri na wanaandika ya nini? Ya shari. Kwa siku ya Kiyama kila mmoja atahudhurishiwa kitabu chake na kuona kila alichokifanya na kile alichokitenda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.